safari yako ya unabii, ulishawahi kuitwa nabii wa uongo? Sio mara moja, sio mara 10, sio mara 20. Kwa nini? Cha kwanza, watu huwataki wasichokijua. Na si kwa watu wanaonizunguka, hapana. Okay. Lakini baada ya kuanza kuingia kwenye social media. Yes. Kwa mfano, nakumbuka mara ya kwanza naanza kutoa nabii wa nchi. Mwaka 2021 nakumbuka tulikuwa pale Mwenge Bamaga. Nikasema kwamba nimeona kundi kubwa la Waarabu wakiingia nchini Tanzania, wakafanya mkataba na mkuu wa nchi. Nikaona bandari inaondoka. Okay. Kabla mkataba wa bandari, iko YouTube hiyo video. So zile comment, kwa sababu ilikuwa ni kitu kigeni kwa watu baadhi, wakawa naandika kwamba manabii wa uongo. Wengine wanaamini kwamba ni manabii wa njaa, wanatafuta pesa. Wengine wanaandika. So huwezi ukamsaidia mtu akuamini, lakini watu baada ya tukio kutokea wanarudi kwenye comment tena. Alisema. Na last time tena nitabiri nikasema kwamba nimeona kitambaa cheupe. Kuna habari ndio kitambaa cheupe. Yes. Nisema kwamba inaungua moto. Pale chini ukiangalia comment pale, watu wana react, nasema hamna kitu, manabii wa uongo. Sasa tofauti ya nabii na mtu mwingine iko hivi. Ukiona jambo limetokea, ndio. Kwa mfano wewe umeolewa. Yes. Hilo tukio limetokea mara ya pili. Mtu huanza kwanza ku experience jambo rohoni kabla hajatokea wapi? Mwilini. Ni kweli. Sasa kwa mfano mtu akipata ajali, hajapata ajali kama surprise. Ila ukiwa makini, mtu ataanza kwanza kuota ndoto amepata nini? Ajali. Akipuuza lile jambo lilotokea rohoni kwa mara ya kwanza, linaendelea kuvuta muda. Kwa mfano kama muda wake kutokea ni siku 3, alafu ndani ya siku 3 asifanye kitu chochote cha kuweza kulibadilisha, ajali inatokea duniani kwa mara ngapi? Sasa nabii amepewa neema ya kuona jambo linapotokea mara ya kwanza rohoni. Anasema kwamba ninaona mwezi wa 10 uchaguzi utafanyika na rais atakuwa fulani. Lakini tuko mwezi wangapi sasa hivi? Ndio kwanza tuko mwezi wa 3, si ndio? Sasa aina ya mwanadamu wa kawaida, mwanadamu wa asili ya mwili, haruhusi kujua nini kitokea kesho. Haruhusi. Lakini nabii anaweza kuambia kwamba kesho kutatokea 1, 2, 3. Sasa yeye analiona tukio linapotokea kwanza wapi? Rohoni, kabla halijawa revealed katika ulimwengu wa damu na nyama. Sasa hapo ni kwamba nimeona jambo mimi peke yangu, jamii haijaona. So ina kibali cha kuni challenge. Kwa sababu gani? Haijui. Na nisiwezi nikamchombea njoo nikuonyeshe, nikamchukua tukazama naye rohoni nikamwambia angalia mkanda. Hawezi. Kwa mwisho wa siku lazima watu watakuita majina yote, lakini mwisho wa siku wanakusaidia kutangaza. Mimi ndio naamini hivyo. Pole sana. Asante. Lakini pia na hongera. Kwa mara ya kwanza kuweza ku-experience ndo kwanza sasa umeingia kwenye ulimwengu wa social media. Halafu umetabiri kwa sababu ni jambo kubwa kitaifa. Sana. Halafu watu kushuka na kwenye comment pale, wewe prophet, wewe wa Mungu hivi na hivi. Ulipokeaje kwenye moyo wako? Nilipokea vizuri sana. Na huwa natamani ya mambo yaendelee. Okay. Kwangu mimi sina shida kabisa. Nishajifunza kwa sababu mimi nasema hivi, ajionavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Sio wa kuonavyo watu. Okay. Sina shida ya mtu atakavyoniona. Maana unavyoniona haunifanyi kuwa. Ila mimi nikijiona, kwa mfano niko dhaifu, na kuwa kweli dhaifu. So huwezi ukamua mtu akusemeje wewe. Kwa sababu hata Yesu mwenyewe anambia kwamba anatumia pepo kutoa pepo. Anambia kwamba anatumia nini? Mkuu wa mapepo Beelzebuli. Alafu siku akaulizwa wanafunzi kwamba huko nje wanasema kuwa mimi ni nani? Akasikia comment afanzwa, ninyi mnasema kuwa mimi ni nani? Kwa hiyo watu wana free will ya kuweza kuchallenge ama kusema huyu ni nani, lakini huyo mhusika kama anajua yeye sio fake, kama anajua kwamba kweli aliitwa na Mungu, hiyo inatosha kabisa. Ndio. Labda awe na yeye ana kona anajiita wakati yeye sie. Ndio. Na kwa nini leo dini ya Kikristo imekuwa kama biashara? Dini ya Kristo imekuwa kama biashara, na sio dini ya Kristo tu, lakini karibu field zote, kwa sababu Biblia inasema kwamba kadri mwisho unapokaribia maovu lazima yaongezeke. Alafu kingine pia ni kwamba kuna aina ya injili ya kwanza tumeiacha. Kwa nini? Biblia inasema kwamba mtakeni Mungu na nguvu zake.
Sasa hiyo part ya kwanza tumeiacha, ila tumeenda kwenye kutaka nguvu za nani? Za Mungu. Ila yeye hatumuhitaji. Okay, na kuna kumtaka Mungu na vitu vyake. So Wakristo sasa hivi wanataka vitu vya nini? Vya Mungu, ila wamhitaji Mungu. Mtu yuko tayari kuja akamwambia kwamba nina miaka 7 sijapata mtoto, niombe tu. Ukimwambia kwamba uko tayari kumpokea Yesu, anakuambia nimekuja, you just pray for me. Anasema tu hivyo. Niombe, mimi simhitaji wa Yesu, ila nataka mtoto. Okay. Sasa kanuni ya kiroho ukiangalia kwa Mungu ni bora zaidi kumpata Mungu kuliko vitu vya Mungu. Maana ukimpata, ni sawa leo watumishi, unaweza ukapata karama ya unabii au kuponya, ila hauko na Mungu mwenye hizo karama. Ukaona toa unabii, unaponya wagonjwa, lakini mtenda dhambi. So una vitu vya Mungu, ila Mungu alishaondoka. Ndio hapa nasema kwamba siku hiyo atasema kwamba wanasema kwamba tulitoa pepo kwa jina lako, tulitoa nabii kwa jina, anasema kwamba ondokeni hapa kwa sababu sikuwajua. Kwa hiyo nadhani sasa ni kwamba tunapeleka siku ya mwisho, makanisa mengi yamekuwa kama ni biashara, kwa sababu cha kwanza mfumo wa watu kuingia kwenye utumishi hauko sawa. Okay. Mimi leo naweza labda nikawa chini ya babangu wa kiroho, si ndio? Ndio. Nimekaa pale miaka 5, ikafika point nikaona mimi naweza kufanya vitu fulani kidogo kidogo. Nikaamua tukaenda kufungua kanisa. Mfumo uko vibaya. Hicho ni kitu ambacho hutakiona KKKT. Mwinjilisti wa KKKT lazima awe amesoma chuo cha KKKT. Padri lazima awe amekwenda mpaka Italy. Okay. Sijui umeelewa vizuri? Ndiyo. Hakuna Mkatoliki eti kijana amejua kuongeza misa, anasoma liturujia, atasema kwamba kwanza leo mimi ni padri, akafungua kanisa la Katoliki. Okay. Never. So ukiangalia mfumo wa Katoliki uko stable. Ndiyo. KKT uko stable. Njoo kwenye makanisa yetu ya kiroho sasa. Yaani leo kuna kijana tu amekaa na mtumishi fulani miaka 2 anasema leo na mimi ni nabii. Na ameanzisha pale kituo, ana prophesy. Kwa nini? Tuna mayatima, unakuta hakuna ile chain ya kwamba huyu ni baba, kwamba yani kuna mfumo ukitengenezwa kwamba kijana hata kama anasikia upako kiasi gani haruhusiwi kufungua kanisa mpaka ABCD. Afanye taratibu vizuri. Na kwenye makanisa haya ya kiroho, taratibu hizo zipo? Zipo. Kwa mfano vyuo. Shida ni kwamba sasa ukisema kanisa Katoliki, ndio, yani taasisi kubwa duniani, alafu ni moja. Ndio. Njoo kwenye Ukristo. Yani kuna imani karibu 18,000 hivi kwenye makanisa ya kiroho. Kwa mfano, mimi si Mkristo. Ndio. Nikianzisha kanisa, askofu wa KKT haruhusiwi kunihoji, kwa sababu nitasema kwamba mimi sio MKKT. Kwamba siko chini ya dhehebu fulani. Ndio. Sasa unakuta Wakristo wanajifichia kwa sababu gani? Hatujapata niseme chombo ambacho kitaweza kuwabana watu. Sio kila mmoja awe na free. Ni kweli ana mafuta, lakini kuna kitu gani ambacho kitaweza kumpitisha kiuhalali aweze kuanza huduma? Sikatai kwamba sio lazima mtu asome chuo. Unajua kusoma chuo haikufanyi kuwa mtumishi. Lakini pia tukiacha tu free will, ni kwamba ni rahisi leo kuwa na watumishi feki wengi. Kwa sababu gani? Hawajatrainiwa. Hakuna chombo ambacho kinamnyima mtu kuanza huduma. Leo makanisa mengi hapo unakuta hawajaenda wizara ya mambo ndani kusajiliwa. Labda ni mtu ameanza huduma, hana cheti cha kusajiliwa. Na ndio maana nchi zingine unakuta kuna mifumo ya serikali ambayo inataka kuwabana watu, kufuta makanisa ambayo hayana usajili. Ndiyo. Kuna kitu kama hicho, kama ushasikia Rwanda, makanisa zaidi ya 6,000 sijui yalifutwa. Unakuta mtu kama rais, watu wanasema ni katili. Sometimes sio hivyo, lakini kuna uvamizi mkubwa wa mifumo isiyo sawa ndani ya nini? Ya kanisa. Lakini hayo mambo hutayakuta Katoliki, hutayakuta KKKT. Kwa sababu gani? Waliweka mfumo nini? Mapema kabisa. Kwa hiyo sasa, hata kama tuna Ukristo mwingi duniani, then tupate chombo. Okay, kuna vyombo kama CPCT wapo, lakini I'm very sorry kusema kwamba kuna maeneo naona ni kama hawajaingia. Alafu kuna ubaguzi kwenye Ukristo kwamba kuna makanisa yanaamini labda Roho Mtakatifu, wengine hawaamini. Kuna makanisa naamini unabii, mengine hayaamini. Ndio unakuta kwamba kuna CPCT, kuna baraza la mitume na manabii. Ukisikia baraza la mitume na manabii, mimi naona kama vile tunajitenga fulani hivi kwamba bwana sisi ndo wenyewe. Unaelewa? Then akija mwinjilisti tuambie kwamba yani kuna level unamshusha kwanza. Kwamba wewe huko kwenye familia yetu. Lakini tungevunja hivi vyombo vyote, tukapata chombo tu kimoja ambacho
kijana akitaka kufungua kanisa lazima apitishwe, apewe mitihani ya kutosha, si ndio? Na apitishwe ili kwamba tukisikia kwamba kuna kanisa Gongo la Mboto, tunauliza amepita kwenye chombo chetu? Asipopitwa faster anafungiwa. Ndio. Kidogo tungepata unafuu, kwa sababu katika vyombo kutokana na wazee ambao wanapima level ya hekima, maadili, unaona, hiyo ingetusaidia sana kuwa salama kwenye Ukristo. Lakini huoni kwamba elimu ambayo inatolewa vyuoni ya theology, uchungaji, kwamba labda hii inaweza ikamotivate mtu kwamba naenda kusoma theology and then nataka kuwa pastor? Sasa kwa bahati mbaya sana vyuo vya theology ambavyo tuko navyo Tanzania vingi ni vya makanisa. Kwa mfano kutoka kanisa la TAG wana chuo cha theology. Ndio. Alafu nakuta ile kanisa la TAG labda hawaelewani labda na EAGT. Okay. So nategemea mimi mtumishi wa EAGT nikasome chuo cha kanisa ambalo labda hawana mahusiano, yani hawana mahusiano mazuri. Unakuta inabidi EAGT naye afungue nini chuo chake. Amekwenda hapo KKT atafungua nini chuo chake. Kwa sababu gani? Imani na mapokeo alionayo EAGT sio sawa na KKT. Unaona kitu kama hicho. Kwa hiyo sababu mgawanyiko unakuja unafanya kunakuwa na mataasisi mengi sana kwenye Ukristo na unakuta wamegawanyika, lakini unakuta pia ni ngumu kuweza kuwazuia. So ni issue ambayo inatakiwa watu waende mbali sana mpaka waweze kuja kufanikisha jambo hili. Ndio. Unafikiri shida iko wapi? Kwa mitume na manabii kuweka levels wao na wachungaji? Hapana, shida iko kwa manabii wala mitume. Ila ni kwamba cha kwanza watu waamini kwamba kuna huduma 5 katika mwili wa Kristo. Na hicho ni kitu ambacho kuna watu mpaka leo hawaamini kama kuna huduma 5. Kitabu cha Efeso 4:11 sio kwamba naye alitoa wengine kuwa mitume, wa kwanza kuwa mitume. Alafu manabii, wainjilisti, mchungaji na mwalimu. Huduma 5 hizi ni Yesu alizotoa katika mwili wa Kristo. Sasa kitendo cha baadhi ya watu kutoamini uwepo wa huduma 5 ndipo kumeleta changamoto. Unakuta kuna watu hawaamini huduma ya kinabii kabisa. Lakini ili kanisa liweze kukamilishwa, maandiko sio kwamba aliotoa hao wote 5 ili kukamilisha kanisa, ili mwili wa Kristo uweze kujengwa. Alafu Efeso pia anasema nadhani 2:20 kwamba tumejengwa chini ya msingi wa mitume na manabii na Yesu Kristo akiwa jiwe kula nini la pembeni. Hiyo ni kitabu cha New Testament. Ndio. Kwa hiyo sasa shida haipo kwa mitume. Unakuta kuna kijana Mungu amemtokea, amemuita kuwa nabii, pastor wake anamzinisha. Okay. Kijana akiona hiyo huduma inataka kuuawa, anaamua kumwacha asete shida, anajitenga, anakwenda kuanzisha nini ministry. Okay. Unaona shida kuanzia hapo. Lakini kama huyu mchungaji angeona kijana ana kitu na calling, akaanza kumtrain na kumcoach kwenye prophetic hiyo, ingawa yeye mchungaji hana unabii, kijana asingeondoka. Ndio. So ukiangalia ministry nyingi ambazo watumishi wengi wamefungua ni kwa sababu wameumizwa kule walipokuwa. So hivi ni vitu ambavyo viko kwa ndani, unakuta watumishi wameumia, alikuwa na mlezi wake kiroho, akawa na mnyanyasa. Kwa mfano labda unakuta inaweza kutokea mfano kijana mimi namlea sawa. Ndio. Akawa na upako kuliko mimi. Kumbuka hicho kitu. Yes. Je, nina uwezo wa kuvumilia na kuto kumpiga vita madhabahuni? Leo nakuta mimi ni kiongozi wa kiroho, kuna kijana wangu, unakuta kijana afunga sana, anaomba sana. Mimi nakula nini? Mishikaki. Mimi bishop navuta kitambi. Ila akajamaa katoto kanamtafuta nani? Mungu. Ni kama Samueli, Mungu alishakata connection kwenye Biblia. Sorry, sio Samueli, kwani Eli. Ushasoma habari ya kwani Eli. Lakini Samueli Mungu ndo alimtokea. So Samueli akawa na jicho anaona sana, ila huyu mzee ameshazeeka hana kitu. Ila kwani Eli hakumpiga Samueli. Alimlea, akamwambia mwanangu atakapombea Bwana njoo niambie. So ile ni moyo nini wa ubaba. Lakini leo nakuta mimi ni bishop, kuna kijana wangu anatabiri sana, anafanya hivi sana, ninaanza kumtandika sama madhabahuni vijana wengine hivi na hivi wanajifanya ndio wanajua vitu kama. So nikimtandika madhabahuni, yule kijana anakosa ujasiri, anakimbia. Lakini shida nyingine ipo kwa wanaolelewa hawa vijana. Unakuta akianza kutumiwa anaanza kuwa na kiburi, anaanza kumdharau nani? Baba yake wa kiroho, akiwa na nguvu za kiroho zaidi kuliko mlezi. Baba. Okay. So shida ipo both kwa wazee waliotulea na kwa vijana wanaoibuka. Hawaheshimu wazee.
So lakini ukweli ni kwamba hata kama ningekuwa na upako kiasi gani, siwezi mimi nikamfikia mtu kama Mzee Maboya. Unaelewa? Yani hata kama angekuwaje, experience is the best teacher. So nakuta mzee ana experience ya huduma, lakini kijana kama mimi nakuwa na upako lakini sina nini experience. Kwa nadhani hizi pande mbili za wazoefu na wanaoingia kwenye huduma wanatakiwa kubalance. The Spirit Show.